waandishi wa habari, tumeitana leo tarehe 27 ya mwezi wa 5 2025 ili tuweze kuzungumza jambo moja kubwa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Ndugu waandishi wa habari, jambo langu kubwa ni kuzungumzia maendeleo ya soko la Kariakoo ambalo tumepewa fedha si chini ya bilioni 28.3 kwa ajili ya kulijenga na kukarabati. Ninayo furaha kuwaambia kwamba mpaka sasa soko letu limeshafikia 98%. Ni kazi chache sana zimebaki, ikiwa pamoja na kujenga fence ambayo haikuwepo katika mkataba wa awali ili soko letu libaki kuwa nadhifu. Yako machache ambayo ningelipenda kufafanua kabla sijaeleza taarifa za ndani. Mtakumbuka kwamba ndani ya soko letu kulikuwa kuna wafanyabiashara wa aina tofauti tofauti. Na kwa bahati nzuri sana, wakati wa kusanifu upya soko hilo, Mheshimiwa Rais alisisitiza kwamba tusipoteze uhalisia wa soko kutokana na wale wote ambao walikuwa wanafanya biashara katika soko hilo. Kwa mantiki hiyo, maelekezo yake yote yametekelezwa. Kilichofanyika mpaka sasa, wafanyabiashara wa biashara za aina zote ambao walikuwepo ndani ya soko hilo la Kariakoo watarudi baada ya masharti kuzingatiwa. Jambo la msingi ni kwamba tunalita soko la kimataifa, lazima ule umataifa uweze kusadifu soko letu. Kwa hiyo wale wafanyabiashara wote waliokuwepo awali waliohakikiwa wamekwisha sajiliwa katika mfumo wa Tausi na wamekwisha pewa maelekezo maalum, moja ikiwa ni kujaza mikataba, lakini mbili ikiwa ni kujiandaa sasa kulipa kodi kulingana na bei za soko, lakini tatu kufanya biashara sasa kama ambavyo wamepangiwa, na jambo la nne, tumejitahidi sana kwa avoid madalali ambao kwa miaka mingi walikuwa na vyumba zaidi ya 5, 10, 3, halafu wao ndio wanafanya kazi ya kupangisha wengine na kupandisha bei. Kwa serikali itasimamia bei ili kuhakikisha kwamba wote wanamudu, lakini zaidi pia bila kukiuka misingi ya bei ya soko kulingana na maeneo yote ya Kariakoo namna wengine wanavyochaji. Sambamba na hilo, ili soko letu pia libaki katika taswira pia kimataifa, yapo baadhi ya maduka ambayo yataratibiwa upya kwa kutangazwa katika mfumo wa Tausi ili wafanyabiashara wale wenye nguvu waweze pia kuomba kufanya biashara katika soko hilo. Hoja yetu ya msingi ni kwamba kwa kuwa ni soko ambalo linachanganya sifa za wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, basi ni muhimu wafanyabiashara wakubwa ambao watahudumia wafanyabiashara wengine wadogo wadogo wakawa sehemu ya soko la Kariakoo. Kwa hiyo management ya soko la shirika la masoko ya Kariakoo, inaye hapa mtendaji, atatoa taarifa ya namna walivyojipanga kuhusiana na haya maduka machache au sehemu zinginezo za kibiashara, zikiwa ni sehemu za chakula, sehemu za ofisi na sehemu zinginezo za kuuzia kama viatilifu na sehemu zinginezo. Ataonesha namna ambavyo soko hilo na sehemu hizo zitatangazwa na kuratibiwa. Pamoja na haya yote, kwa kuwa soko wakati linaungua halikuwa na bima, tumesisitiza pia kwamba katika kodi ambayo itakuwa inalipwa ni muhimu sana pia kuzingatia bima ambayo lazima soko kabla halijaanza kufanya kazi tuhakikishe kwamba limekatiwa bima kutoka kwenye insurance maalum, ili in case kwa baadaye likiwa na itilafu basi bima iweze kubeba mzigo huo. Lakini jambo jingine ni masuala ya ulinzi na usalama kwa ujumla. Tumesisitiza kwamba kwa kuwa soko hilo ni la kimataifa na ni la kisasa, lazima pia kufunga mifumo ya kamera
mifumo ya kamera itakayosaidia kubaini mienendo ya wale wote wazuri na wale wote wabaya wanaokusudia ama kuwa na wizi ama kufanya majaribio ya aina yoyote katika eneo hilo. Mtakumbuka kwamba moja ya jambo ambalo litakuwepo kwenye jengo hilo ni pamoja na mabenki kuwepo na watoa huduma wakubwa, pamoja pia na wafanyabiashara wengine wakubwa, ili wafanyabiashara wa kimataifa wakitoka katika maeneo mengine yote waweze kupata zile huduma za pamoja. Tunaita one stop service center, ambayo itasaidia kuratibu shughuli zao zote katika eneo moja. Baada ya kusema haya, nikiri tena kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumlipa mkandarasi zaidi ya 96%. Na kwa mantiki hiyo ni kiasi kidogo sana ambacho kimesalia ili kuweza kumaliza kabisa deni. Hii ni pamoja na mkandarasi mjenzi na mkandarasi mshauri, kwa maana wale waliokuwa kutushauri kuhusu mwenendo wa ujenzi wa soko la Kariakoo. Aidha, mtakumbuka kwamba leo utakapokwenda soko hilo, njia zake karibu zote zimefungwa, na zimefungwa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo ambao wameweka meza katika maeneo ya mabarabara, na kwa mantikio kuzuia uingiaji wa magari makubwa, kwa sababu utakumbuka bado kuna shughuli za uingizaji wa mizigo mikubwa ndani ya soko. Nitoe rai kama ambavyo nilitoa rai katika moja mkutano wangu juzi, kwamba uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Wafanyabiashara hawa, wapo watu watakao niuliza watakwenda wapi? Wafanyabiashara wote, na hasa hizi biashara ndogo ndogo, katika lile soko jipya ambalo limejengwa, tumeratibu, management ya shirika la masoko Kariakoo wataeleza, tumeratibu kadri unavyozidi kupanda kuanzia floor ya kwanza kwenda mpaka floor ya 3 mpaka floor ya 4, kutakuwa kuna vijiduka vidogo vidogo ambavyo ndivyo ambavyo wafanyabiashara biashara ndogo ndogo watapanga bidhaa zao. Sasa natoa muda wa wiki 2 ili uongozi wa machinga katika eneo la Kariakoo waweze kukaa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, wawaeleze kuhusu adhima ya serikali na namna ya kufungua njia, ili kila mmoja abebe mzigo huu kwa kufungua njia, ili mwisho lisije likawa soko ambalo halina tija kwa uwekezaji mkubwa ambao umekushafanywa sasa. Kutokana na umuhimu mkubwa wa soko la Kariakoo, Mheshimiwa Rais pia alielekeza shirika la nyumba kuingia ubia na wafanyabiashara na wale wenye nia njema ili kuweza kuongeza zaidi huduma za maduka kwa wafanyabiashara. Nitumie nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Waziri wetu wa Ardhi Deo Ndejembi, mbunge, kwa kulisimamia hili vizuri na kikamilifu, na kwamba leo utakapopita katika maeneo yote ya Kariakoo utabaini kwamba Wizara ya Ardhi kwa kusaidiana na shirika la nyumba la taifa wamekwisha anza mchakato wa kuingia ubia na wafanyabiashara binafsi ili kuweza kujenga, koopereti na pengine kutanua zaidi huduma hii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ina tatizo. Nina uhakika baada ya mwaka 1 au 2 mbele, ule ukosefu mkubwa sana, uhaba mkubwa sana wa maduka Kariakoo ambao ulikuwa unaendana na vilemba utaisha, kwa sababu maduka haya yatakuwa ni mengi. Lakini jambo jingine pia, mtakumbuka pia Mheshimiwa Rais katika kutanua pia huduma, tulipata wawekezaji waliowekeza katika pale ilipokuwa stendi ya zamani ya mabasi Ubungo, na kuzalisha kitu kinachoitwa East African Logistics Center, ambapo pale patakuwa pana maduka na muda sio mrefu patazinduliwa,
ili pia kuruhusu huduma ndani ya mji wetu kufanya kazi kwa ukamilifu. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Niendelee tena kuwakaribisha wote wenye maoni ili tuendelee kuijenga Kariakoo na Dar es Salaam kwa ujumla. Kumbuka ili swali la ndugu yangu Mabumu analoliuliza, mtakumbuka kwamba wakati wa mradi huu ukiwa unaingia, mradi wa BRT, watu wengi sana waliupinga, wengi sana walipinga sana. Nafikiri nyinyi wenzangu labda mlikuwepo au la mlikuwa wakubwa sana wakati ule. Lakini watu wengi walipinga sana hii miradi. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu ya lack of exposure tuliokuwa nayo. Lakini nchi za wenzetu kama Kenya waliwahi kuja hapa kujifunza kuhusu namna mradi wa BRT unavyofanya kazi. Ulivyoanza kufanya kazi, watu wengi walikuwa hawajazoea. Kwa nini walikuwa hawajazoea? Upinzani ulikuwa moja unafanywa na waliokuwa na miliki mabasi yanayoleta abiria huku ndani, kwamba biashara zao zitakufa. Lakini serikali ikasema no, itakuwa ni win-win. Nyie mtapata na sisi kama serikali tutasaidia watu kuweza kwenda kwa haraka. Mabasi yaliyoingia wakati ule yalikuwa ni zaidi ya mabasi 200. Na I'm very sure kutoka yalipoingia hajawahi kuongezeka mabasi. Sasa kilichotokea ni nini? Kwenye mnyororo wa kiuchumi, kunapokuwa demand and supply is equal, hutasikia makelele. Na kwenye mnyororo wa kiuchumi utakapokuta kuna demand iko juu, supply iko ndogo, lazima utasikia makelele. Kwa sababu hicho kitu kinakuwa kinatakiwa na wengi, halafu supply inakuwa ndogo. Hicho ndicho kilichopo sasa. Kwa kilichopo sasa ni kwamba demand ya mabasi ya mwendokasi iko juu. Moja, kutokana na population imekuwa sana, na huko pembezoni watu wamehamia sana. Lakini mbili, kutokana na mwendokasi yenyewe, kweli ukipanda unafika haraka unakokwenda. Kwa hiyo inahitajika sana. Lakini tatu, mabasi hayajaongezeka kulingana na population au demand ya watu. Kwa hiyo supply and demand is not equal. Demand is high, supply iko ndogo. Hiyo ndio inapelekea kuwepo nini? Kuwepo na makelele. Mkakati ni nini? Haya mabasi ya mwendokasi yanahudumiwa na taasisi kubwa mbili. Moja inaitwa DART, nyingine inaitwa UDART. Mmoja ni mtoa huduma au ni mpangaji wa kwenye miundombinu, na mwingine ndio mmiliki wa hiyo miundombinu. DART and UDART are both iko chini ya Wizara ya TAMISEMI. Na kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Waziri sasa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kinachofanyika moja ni kupata watu wa huduma zaidi ya UDART. Ili akipatikana mtu wa huduma zaidi ya UDART kwa barabara hizi ambazo leo zinajengwa, mkitoka Uhiyo kwenda Mwenge kwenda mpaka kule Bwasihaya, kuna zaidi ya kilomita 29 point kadhaa zinatengenezwa kwa mabilioni ya pesa. Hii barabara ya Mwenge Samno Juma Road inatengenezwa kwa kilomita 4. Hii barabara kutoka Ubungo kwenda mpaka pale Kimara kutanua tena inatengenezwa. Leo tena muda sio mrefu itaanzwa barabara ya Nelson Mandela kwenda mpaka kule Kinyerezi, itakwenda mpaka kule daraja la Kigamboni. Lakini barabara kilomita 20.3 imeshakamilika, hii inayokwenda Pagala imejengwa kwa bilioni 217. Hii barabara tena inayotoka hapa mjini na kwenda mpaka airport kilomita 23.3 imeshakamilika, imejengwa kwa bilioni 231 na hii inaendelea kukamilika. Implication yake ni nini? Demand ya mabasi itakuzidi kushuti. Barabara moja tu inahitaji mabasi 775. Barabara moja tu. Sasa nini tu solve? Serikali imeamua moja, kupata wabia watakaosaidiana na UDART cooperate. 2, kuongeza mabasi. Na mpaka muda huu kama mnakumbuka, juzi limejaribiwa basi moja ili kuona kama linaweza kusustain infrastructures tulizo nazo. Na baada ya hapo sasa liweze kuangaliwa vizuri, yaweze kuingia yale ambayo yataingia kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo tunaamini kabla mwaka huu kuisha, lazima mabasi ya awamu ya kwanza yatakuwa yameingia. Kwa hiyo kilichopo sasa ni nini? Serikali imewekeza zaidi kwenye ujenzi wa miundombinu. Ambapo wewe unajua, ili upate usingizi sharti tutengeneze kitanda. Kwa hiyo uwezo kaanza usingizi kinakuja kitanda, maana kutalala chini. Kwa hiyo kinachofanyika na serikali ni kutengeneza miundombinu ili baadaye sasa iweze kuinvest mabasi. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wananchi wavumilie kidogo,
Hili ni jambo ambalo serikali inatazama sana kwa undani. Nimeona adha ya Kimara, nimeona adha ya Gerezani, nimeona adha nyingi sana. Hii ni kwa sababu ya haya machache ambayo nimeyaeleza. Na Dar es Salaam kwa sasa, kwa GDP yake, tunaamini kabisa mambo yatakwenda kuwa mazuri. Kwa sababu GDP tunaamini utajiri wa mtu mmoja mmoja utakuwa pia ni mkubwa. Na utajiri wa mtu mmoja mmoja unapokuwa ni mkubwa, implication manake level of poverty ikiwa iko high means GDP haigawanywi katika mnyororo sahihi. Level of poverty ikiwa ndogo means GDP inagawanywa vizuri ili uje kwenye per capita income. Na mwisho wa siku, ili kuwe na sustainability, lazima kuwe na access to finances, ili hawa watu waweze ku access, na mwisho wa siku waendelee kwenye huo mnyororo wa kuweza kuwa watu wa biashara. Jamani, kwa wale wote ambao mmekwisha maliza, wala ina shida. Tunaendelea tukusikiliza. Leo nimejipa muda kidogo, haina shida. Ndio. Kutokana na ugumu kunipata. Ndio. Yes. Yes, mwenzetu ndugu zangu waandishi wa habari ameuliza swali zuri sana kuhusiana na barabara. Nakiri kwamba kutokana na mvua nyingi ambazo zinaendelea kunyesha na ambazo zimeendelea sana kunyesha Dar es Salaam, barabara nyingi zimeharibika. Zile ambazo ni za zamani, lakini zile ambazo pia hazikuwa na miundombinu mizuri ya kuweza kusafirisha maji. Kilichopo kwa sasa ni kwamba, moja, ili kusiwe na madhara makubwa, kwanza tulihamasisha wananchi waache kujenga nyumba mabondeni, ili huko mabondeni kusije ukaanza kupelekewa, wasije kaanza kudai mabarabara na vitu vingine. Hilo nadhani wananchi na nyinyi waandishi wa habari mmekuwa ni mashahidi. Wananchi wangu wa Dar es Salaam wameendelea kuwa na elimu kubwa sana kuhusu kuto kujenga tena nyumba kwenye mabonde. Lakini jambo la pili, tumesema design ya barabara zetu hapa Dar es Salaam, zamani tumejenga sana barabara zinaitwa surface dressing. Surface dressing zilikuwa zina LOC, load capacity ya not more than 10. Nikisema load capacity, maana yake ni kwamba tulikuwa tunaweza tukaingiza malori sawa, lakini wakati fulani malori makubwa yanaingia kwenye barabara ambazo zilikuwa site. Walikuwa hawajalipwa pesa, lakini wengi wao wamekushalipwa kinachoitwa advance payment. Leo ukienda hapo Jangwani, angalia mkono wako wa kushoto, daraja ambalo limetesa watu kwa miaka mingi. Mkandarasi sasa hivi ameshaanza kumobilize resources kwa kujenga pale kambi itakayotumika kwa ajili ya kutengeneza ile barabara. Nendeni pale mkaangalia, mtaona kazi imekushaanza kutengeneza kambi. Kwa lugha nyepesi, daraja lile linakwenda kujengwa anytime from now. Ukienda barabara zinginezo, wakandarasi pia wapo site. Sasa nini kinatokea? Dar es Salaam hii ni kubwa pia. Kwa hiyo haziwezekani barabara zote zikatengenezwa kwa pamoja. Na ndio maana maeneo mengine ambako wananchi wanajitolea kuweza labda kutengeneza kabarabara, mimi ukiniuliza as a regional commissioner na wapa big up sana. Kwa sababu maendeleo ya nchi yoyote lazima yawe for the people, by the people, of the people. Lazima maendeleo yote yawe kwa ajili ya watu na yawe kwa ajili yao wenyewe, na wao wawe na role ya kufanya kwa maslahi ya taifa lao. Wengi wanaweza kusema bwana tunalipa kodi, lakini kila mmoja jiulize analipa kodi kwa kiwango gani kinachopelekea sawa sawa na huduma anazozipata. Je, unalipa kodi kweli ambayo inaweza kupelekea ukasema najiamini leo nikienda hospitali nikapate tiba bure? Najiamini leo nikienda TANESCO nikapate huduma bure? Najiamini nikienda kwenye maji nipate huduma bure? Na ndio maana sekta kama maji, sekta kama umeme, baada ya kuona kwamba watu umejaa sana siasa, wakaweka kitu kinaitwa luku. Kwamba bwana basi bwana ukiishiwa luku hiyo utajibizana nayo hapo hapo. Ndio maana unakuta luku imeenda imesolve. Lakini zamani kulikuwa kuna madeni makubwa sana. Kuna kwenye mabarabara, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TANROADS na kupitia TARURA na kupitia 10%, 10% ya mapato ya kwenye majiji na halmashauri zetu tunazowapa TARURA kwa ajili ya kutengeneza barabara, limeendelea kufanyika sana.
lakini kama anavyosema kwamba demand ya mabarabara katika mkoa wetu bado iko juu, na serikali inatambua hilo na itaendelea kuinvest huko ili mambo yaweze kwenda kuwa mazuri sana. Ninatukusudia kufanya ziara katika barabara kadhaa zisizopungua karibu 20 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na hili nitawaalika waandishi wa habari wote, tutakesha katika hizi barabara, tufanye ziara angalau non stop ya wiki moja au wiki mbili, ili mkawe mabalozi sahihi kwa Watanzania, ili waweze kuona kitu ambacho kinafanyika na kwamba sio siasa bali ni ujenzi wa barabara.